Mpendwa msikilizaji wetu, karibu tena katika mwendelezo wa masimulizi ya kitabu hiki cha Pambano Kuu. Leo tutakuwa katika sura ya 8 isemayo Luther mbele ya baraza. Leo tutaona Luther alivyopelekwa mbele ya baraza baada ya kuhitilafiana na mafundisho ya kanisa Katoliki. Mwandishi wa kitabu hiki akiwa ni Ellen G. White. Kabla ya kuendelea basi tuombe. Baba Mungu, mfalme wa utukufu, asante tena kwa neema yako kutupa siku hii ya leo. Bwana, tunavyoiendea sura hii ya 8, Bwana Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Mfalme mpya Charles wa 5 alikuwa ndio tu amesimikwa rasmi katika kiti cha enzi cha Ujerumani, na wawakilishi wa Roma waliharakisha kumpelekea salamu zao za pongezi na kumshawishi mfalme atumie madaraka yake kukomesha matengenezo. Kwa upande mwingine, Elector wa Saxon, ambaye kwa sehemu kubwa alikuwa amechangia katika kumweka Charles madarakani, alimsihi asichukue hatua yoyote dhidi ya Martin Luther bila kumpa nafasi ya kumsikiliza. Kwa sababu hiyo, mfalme aliwekwa katika mtanziko na usumbufu mkubwa. Wawakilishi wa papa wasingeridhishwa na kitu chochote pungufu ya amri ya kumhukumu kifo Martin Luther. Elector wa Saxon alikuwa ametangaza kwa nguvu kuwa sio ofisi ya mfalme mkuu wala mtu yeyote alikuwa ameonesha kuwa maandishi ya Martin Luther yalikuwa yamekanushwa. Hivyo basi aliomba kuwa Dr. Luther apewe hakikisho la usalama ili aweze kufika mbele ya mahakama ya majaji wasomi, wacha Mungu na wasio na upendeleo. Macho na masikio ya wahusika wote sasa yalielekezwa katika mkutano wa viongozi wa majimbo ya Ujerumani ulioitishwa kukaa katika jiji la Worms mara tu baada ya Charles kutawazwa na kuwa mfalme wa dola ya Ujerumani. Kulikuweko masuala ya maslahi muhimu ya kisiasa yaliyokusudiwa kujadiliwa katika baraza lile kuu la kitaifa. Kwa mara ya kwanza, wakuu wa Ujerumani walikuwa wanakutana na mfalme wao kijana katika mkutano wa mashauriano. Kutoka katika nchi zote zilizoko chini ya Roma walikuja viongozi wa kanisa na wa serikali. Viongozi wa serikali, watu wa vyeo vya juu wenye mamlaka makubwa, wakiwa na wivu wa kutetea madaraka yao na nafasi zao za kurithishwa. Viongozi wa juu wa kanisa wakiwa na utambuzi wa ukuu wao na nguvu zao. Viongozi wakuu wa mhimili wa mahakama na walinzi wao wenye silaha na mabalozi katika nchi za kigeni na za mbali, wote walikusanyika katika jiji la Worms. Pamoja na kusanyiko hilo kubwa, shauku yao kubwa ilikuwa juu ya kazi ya mwanamatengenezo wa Saxon. Awali Charles alikuwa amemwagiza kiongozi wa Saxon amlete Martin Luther mbele ya baraza la kitaifa, akimhakikishia ulinzi na akiahidi mjadala huru mbele ya watu wenye uwezo juu ya masuala yanayobishaniwa. Martin Luther alikuwa na shauku ya kufika mbele ya mfalme. Afya yake wakati huu ilikuwa dhaifu zaidi. Hata hivyo, alimwandikia kiongozi wa Saxon, ikiwa siwezi kwenda Worms nikiwa na afya njema, nitabebwa kwenda huko nikiwa mgonjwa hivi hivi. Kwa kuwa ikiwa mfalme ameniita, siwezi kuwa na mashaka kuwa ni wito wa Mungu mwenyewe, kuwa ikiwa wana nia ya kunifanyia ukatili, na jambo hilo linawezekana kabisa, kwa kuwa sio kwa maagizo yao wenyewe ambayo kwayo wananiamuru niende mbele yao. Ninaweka jambo hilo mikononi mwa Bwana. Yeye bado yu hai na bado anatawala. Yeye aliyehifadhi vijana watatu wasiungue katika tanuru la moto. Ikiwa hata niokoa maisha yangu, yana umuhimu mdogo sana. Hebu tusiruhusu injili kuaibishwa mbele ya watu waovu, na hebu tumwage damu yetu kwa ajili ya injili ili tusitoe nafasi ya wao kushinda. Sio juu yangu kuamua ikiwa maisha yangu au kifo changu vitachangia zaidi katika wokovu wa wote. Unaweza kutarajia yote kutoka kwangu isipokuwa kukimbia na kukana. Kukimbia siwezi na kukana haiwezekani kabisa. Baada ya habari kusambaa jijini Worms kuwa Luther alikuwa anakuja kusimama mbele ya baraza kuu la kitaifa, msisimko mkubwa uliibuka. Alianda mwakilishi wa papa ambaye kesi hiyo ilikuwa imewekwa chini yake hasa. Alishtuka na kukasirishwa sana. Aliona kuwa matokeo yangekuwa ya hatari kwa maslahi ya upapa. Kuanzisha uchunguzi kuhusiana na kesi ambayo papa alikuwa tayari ameshatangaza hukumu ya adhabu ingekuwa ni kuonyesha dharau kwa mamlaka ya papa mkuu. Zaidi ya hapo, aliogopa kuwa hoja fasaha na zenye nguvu za mtu huyu zingeweza kugeuza viongozi wengi mbali na maslahi ya papa. Hivyo basi, kwa mkazo mkubwa alimsihi Charles asimlete Luther mbele ya baraza kuu la Worms. Karibu na wakati huu, barua iliyotangaza kuwa Luther ameshatengwa na kanisa ilichapishwa, na hili likijumuishwa na maneno ya mwakilishi wa papa vilimshawishi mfalme kukubali.
kukubali. Alimwandikia kiongozi wa Saxon kuwa ikiwa Luther hawezi kukana, inampasa abakie Wittenberg. Kwa kutokuridhishwa na ushindi huu, alifanya kazi kwa nguvu zake zote na hila zote alizoweza kuwezesha adhabu ya Martin Luther. Kwa juhudi kubwa ambayo ingestahili kwa kazi bora zaidi kuliko hiyo, alishinikiza suala hilo lifanyiwe kazi na viongozi wa serikali, maaskofu na wajumbe wengine wa Baraza Kuu la Kitaifa, akimshtaki Mwanamatengenezo kwa kosa la ushawishi, uasi, ufisadi na kufuru. Lakini ukali na hasira vilivyoonyeshwa na mwakilishi wa Papa vilifunua roho iliyokuwa ikimwendesha. Anasukumwa na chuki na kisasi. Yalikuwa ndio maoni ya jumla zaidi kuliko imani na kicho. Wengi wa wajumbe wa Baraza Kuu la Kitaifa waliazimia kuwa upande wa Luther zaidi kuliko hata kabla ya wakati huo. Kwa juhudi zilizoongezwa maradufu, alimbana mfalme atekeleze amri za Papa. Lakini kwa sheria za Ujerumani, hili lisingeweza kufanyika bila ridhaa ya viongozi wengine wote wa majimbo. Na kwa kuzidiwa na juhudi za mwakilishi wa Papa, Charles alimwamuru Aleander alete madai yake mbele ya Baraza Kuu la Kitaifa. Ilikuwa siku ya kujivunia kwa mjumbe wa Papa, mama nabii mkubwa wa makanisa yote. Alipaswa kuthibitisha ukuu wa Petro mbele ya wenye mamlaka na wakuu wa ulimwengu wa Kikristo. Alikuwa na karama ya ufasaha na alikuwa na uwezo uliokidhi hitaji la tukio la siku hiyo. Uongozi wa Mungu ulipanga kuwa Roma itangulie kwa njia ya waongeaji wake mahiri mbele ya mkutano mkuu wa majaji kabla kanisa halijahukumiwa. Kwa shingo upande, wale waliokuwa upande wa Mwanamatengenezo walijiandaa kusikiliza hotuba ya Aleander. Kiongozi wa Saxon hakuhudhuria katika kikao hicho, lakini kwa maelekezo yake baadhi ya wajumbe wake walihudhuria ili kuandika maelezo ya hotuba ya mjumbe wa Papa. Kwa nguvu zote za usomi na ufasaha, Aleander alijipanga kushinda ukweli. Shtaka baada ya shtaka lilirushwa dhidi ya Martin Luther, kuonesha kuwa Luther ni adui wa kanisa na serikali, na adui wa watu walio hai na waliokufa, adui wa viongozi wa kanisa na walei, adui wa mabaraza ya Kikristo na Wakristo. Katika makosa ya Luther kuna mambo ya kutosha. Alitangaza kusababisha kuchomwa moto kwa wazushi 100,000. Kwa kumalizia, alijaribu kuonesha dharau dhidi ya wafuasi wa imani ya matengenezo. Hawa wafuasi wa Luther ni kitu gani? Ni kikundi cha walimu waasi, makasisi fisadi, watawa wasio waadilifu, wanasheria wasiojua kitu na viongozi walioharibikiwa, wakijumuisha watu wa kawaida ambao wamepotoshwa na kudanganywa na hawa viongozi. Ni kwa kiasi gani jumuiya ya Wakatoliki iko juu zaidi katika idadi, uwezo na nguvu? Amri ya pamoja itakayotolewa na mkutano huu makini itaelimisha watu wa kawaida, itawaonya watu wenye busara, itawapa msimamo watu wanaotatanishwa, na itawapa nguvu watu walio dhaifu. Kwa silaha kama hizo, watetezi wa ukweli katika zama zote wamekuwa wakishambuliwa. Hoja hizo zimetolewa dhidi ya watu wote wanaojaribu kuwasilisha dhidi ya makosa yaliyozoeleka neno la wazi la moja kwa moja la mafundisho ya neno la Mungu. Hawa wanaohubiri mafundisho mapya ni akina nani? Wanasema wale wanaotamani dini inayopendwa na wengi. Ni watu wasio na elimu, idadi yao ni ndogo, na watu wa tabaka la watu walio maskini sana, na bado wanadai kuwa wanao ukweli na kwamba wao ni watu ambao wamechaguliwa na Mungu. Ni wajinga na wamedanganyika. Kanisa letu ni kubwa na lina idadi kubwa na mvuto mkubwa kiasi gani? Ni watu wangapi wana uwezo mkubwa na elimu ya juu miongoni mwetu? Ni nguvu kubwa kiasi gani iko upande wetu? Hizo ndizo hoja ambazo zina mvuto mkubwa ulimwenguni, lakini peke yake hazitoshi sasa kuliko zilivyokuwa siku za matengenezo. Matengenezo hayakuishia kwa Luther kama wengi wanavyodhani. Yanapaswa kuendelea mpaka mwisho wa historia ya ulimwengu huu. Luther alikuwa na kazi kubwa ya kufanya katika kuwakisia wengine nuru ambayo Mungu aliruhusu imwangazie. Hata hivyo, hakupokea nuru yote ambayo ilipaswa itolewe kwa ulimwengu. Tangu wakati ule mpaka wakati huu, nuru mpya imeendelea kuangazia katika maandiko, na kweli zimekuwa daima zikifunuliwa. Hotuba ya mjumbe wa Papa ilikuwa na mguso mkubwa kwa wajumbe wa Baraza Kuu la Kitaifa. Luther hakuwepo mkutanoni, akiwa na kweli za wazi na zinazoshawishi za neno la Mungu kumzima shujaa wa upapa. Hakuna jaribio lolote lililofanywa la
kumtetea mwanamatengenezo. Kulikuwepo na mwelekeo wa wazi, sio tu wa kumhukumu yeye na mafundisho aliyoyafundisha, lakini ikiwezekana kung'oa mizizi ya uzushi. Roma ilikuwa na fursa kubwa ya kutetea msimamo wake. Yote ambayo kanisa lingeweza kusema katika kuthibitisha msimamo wake yalikuwa yamesemwa, lakini kile kilichoonekana kama ushindi kwa kanisa kiliashiria kushindwa kwake. Tangu wakati huo, tofauti ya ukweli na uongo ilionekana waziwazi, kwa sababu wangepanua wigo wa mgogoro na kuuanika hadharani. Tangu siku hiyo, Roma isingekuwa salama kama ilivyosimama kabla ya hapo. Wakati wajumbe wengi wa Baraza Kuu la Kitaifa wangesita kumtoa ruhusa kwa kisasi cha Roma, wengi wao waliona na walichukia uovu uliokuwemo kanisani, na walitamani kuondolewa kwa mabaya yaliyowapata watu wa Ujerumani kama matokeo ya ufisadi na tamaa ya viongozi wa kanisa. Mjumbe wa Papa aliwasilisha utawala wa Papa kwa kupendelea upapa kwa kiwango cha juu kabisa. Sasa Bwana alimsukuma mjumbe mmoja wa baraza kutoa maelezo ya kweli kuhusu madhara ya ukatili wa upapa. Kwa ujasiri wa kitawala, mtoto wa mfalme wa Saxon alisimama katika kusanyiko lile la watawala na kutaja kwa usahihi wa kutisha uongo na machukizo ya upapa na matokeo yake mabaya. Katika kufunga alisema, haya ndiyo maudhi yanayopiga kelele dhidi ya Roma. Aibu yote imewekwa pembeni na lengo lao pekee ni pesa, 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 kiasi kwamba wahubiri ambao wangefundisha ukweli hawasemi kitu zaidi ya uongo. Na sio tu kwa kuwa wanavumiliwa, bali pia wanapewa zawadi, kwa sababu kwa kadri uongo wao unavyozidi kuwa mkubwa, ndivyo mapato yao yanavyokuwa makubwa zaidi. Ni kutoka katika chemichemi hii chafu ndiko maji haya machafu hutiririka. Ufisadi hunyosha mkono hadi ubadhirifu. Kwa namna ya ajabu sana, ni kashfa inayosababishwa na viongozi wa dini inayorushia watu wengi walio maskini katika hukumu ya milele. Matengenezo makubwa inapaswa yafanyike. Ukosoaji wenye nguvu na makini dhidi ya maovu ya upapa usingeweza kuwasilishwa na Luther binafsi, na ukweli kuwa msemaji alikuwa adui mkubwa wa mwanamatengenezo uliapa maneno yake mvuto mkubwa. Kama macho ya wajumbe wa mkutano yangefumuliwa, wangeweza kuwaona malaika wa Mungu katikati yao wakimulika nuru dhidi ya giza la makosa na kufungua akili na mioyo ya watu ili waupokee ukweli. Ilikuwa nguvu ya Mungu wa ukweli na hekima iliyowaongoza hata maadui wa matengenezo, na hivyo iliandaa njia kwa ajili ya kazi kubwa iliyokuwa karibu kufanyika. Martin Luther hakuwepo, lakini sauti ya yule aliyekuwa mkubwa zaidi kuliko Luther ilisikika katika mkutano ule. Kamati iliundwa mara moja na baraza kuandaa orodha ya manyanyaso ya upapa yaliyowalemea watu wa Ujerumani. Orodha hii ilikuwa na vipengele mahususi 101. Iliwakilishwa kwa mfalme, ikiwa na ombi kuwa achukue hatua za haraka kuondoa manyanyaso hayo. Ni hasara kubwa kiasi gani kwa kupoteza roho za Wakristo? Waombaji walisema, ni vitisho vingapi, unyang'anyi mkubwa kiasi gani vinawakabili watu kwa sababu ya tamaa ya kiongozi wa kiroho wa Ukristo. Ni wajibu wetu kuzuia maumivu na kudhalilishwa kwa watu wetu. Kwa sababu hiyo, kwa unyenyekevu mkubwa lakini kwa msisitizo mkubwa, tunakusihi uamuru matengenezo ya hali ya juu na uhakikishe kuwa yanatekelezwa. Sasa baraza lilidai mwanamatengenezo atokee mbele yao, pamoja na kusihi mapingamizi na vitisho vya Al-Anda. Mwisho wake mfalme aliafiki na Martin Luther aliitwa aje mbele ya baraza. Pamoja na Summers kilitolewa pia cheti cha hakikisho la usalama wake ili kuhakikisha kuwa atarudi nyumbani salama. Nyaraka hizo zilipelekwa Wittenberg na mjumbe aliyeagizwa kumleta katika jiji la Worms. Marafiki wa Martin Luther waliingiwa na hofu na kusumbuka sana, wakitambua chuki na uadui dhidi yake. Waliogopa kuwa hata cheti cha hakikisho la usalama kisingeheshimiwa, na walimsihi asihatarishe maisha yake. Alijibu, wafuasi wa papa hawataki niende Worms, bali wanatamani nihukumiwe na kuuawa. Hilo sio tatizo, msiniombee mimi, bali ombeeni neno la Mungu. Kristo atanipa roho wake niwashinde hawa watumishi wa uovu. Nitawadhihaki katika uhai wangu, nitawashinda kwa kifo changu. Wanajishughulisha jijini Worms ili wanilazimishe kukana, na huku ndiko kutakuwa kukana kwangu. Nilisema awali kuwa papa ni mwakilishi wa Kristo. Sasa ninasema kuwa yeye ni adui mkubwa wa Bwana wetu na mtume wa Shetani. Luther hakuwa peke yake katika safari hii ya kuhatarisha maisha. Kando ya mjumbe wa mfalme, watu 3 miongoni mwa marafiki zake wa karibu waliazimia kusafiri naye. Melanchthon alitamani sana kumsindikiza. Moyo wake ulikuwa umeshikamana na ule wa Luther, na alikuwa na hamu ya kuandamana naye ikiwa lazima hadi gerezani au mautini. Lakini maombi yake yalikataliwa. Ikiwa Luther
angeangamia. Matumaini ya matengenezo yangebaki kwa huyu mtendakazi mwenzake kijana. Mwana matengenezo alisema alipokuwa akitengana na Melanchthon, ikiwa sitarudi na maadui zangu wakiniua, endelea kufundisha na simama imara katika ukweli. Fanya kazi badala yangu. Ikiwa wewe utabaki ukiwa hai, kifo changu kitakuwa matokeo madogo sana. Wanafunzi na raia waliokuwa wamekusanyika kushuhudia kuondoka kwa Luther waliguswa sana. Watu wengi ambao mioyo yao ilikuwa imeguswa na Injili walimuaga kwa machozi. Hivyo mwana matengenezo na wenzake waliondoka Wittenberg. Wakiwa safarini, waliona kuwa mawazo ya watu yalikuwa na hisia za hofu na kukata tamaa. Katika baadhi ya miji hakupewa heshima yoyote. Walipopumzika ili kulala usiku, kasisi mmoja rafiki yake Martin Luther alieleza hofu zake kuonesha mbele ya Luther picha ya mwana matengenezo wa Italia ambaye alikuwa ameuawa kwa ajili ya kutetea imani yake. Siku iliyofuata waligundua kuwa maandishi ya Martin Luther yalikuwa yamepigwa marufuku jijini Worms. Wajumbe wa mfalme walikuwa wakitangaza amri ya mfalme na kuwataka watu walete maandishi yote yaliyopigwa marufuku kwa mahakimu. Mjumbe, kwa kuhofia usalama wa Luther barazani na akifikiri kuwa msimamo wake unaweza kuyumbishwa, aliuliza ikiwa bado alitamani kuendelea na safari. Alijibu, ingawa nimepigwa marufuku kila mji, nitaendelea na safari. Mjini Erfurt, Martin Luther alipokelewa kwa heshima. Akiwa amezungukwa na kundi la watu wenye shauku, alipita katika mitaa ambayo mara nyingi aliitembelea akiwa na mkoba wa ombaomba. Alitembelea chumba chake katika nyumba ya watawa na akatafakari kuhusu mapambano ambayo kwayo nuru sasa iliyofurika Ujerumani ilimwagwa katika roho yake. Aliomba kuhubiri. Jambo hili alikuwa amekataza kulifanya, lakini mjumbe wa mfalme alimpa ruhusa, na mtawa ambaye awali alikuwa mfagiaji wa jumba la watawa sasa alipanda mimbarani kuhubiri. Kwa mkutano uliohudhuriwa na watu wengi, alihubiri kutoka maneno ya Kristo, amani iwe kwenu. Wanafalsafa, wasomi na waandishi, alisema, wamejaribu kuwafundisha watu jinsi ya kupata uzima wa milele wala hawajafanikiwa. Sasa nitawaambia, Mungu amemfufua mtu mmoja kutoka katika wafu, Bwana Yesu Kristo, ili kuangamiza kifo na kukomesha dhambi na kufunga milango ya kuzimu. Hii ni kazi ya wokovu. Kristo ameshinda. Hii ni habari ya furaha, na tumeokolewa kutokana na kazi yake, na sio kutokana na kazi yetu, na sio kwa uwezo wetu wenyewe. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, amani iwe kwenu. Angalieni mikono yangu, maana yake ni kuwa, angalia we mwanadamu, ni mimi peke yangu ambaye nimeichukua dhambi yenu na nimewakomboa, na sasa ninyi mnayo amani, asema Bwana. Aliendelea akionesha kuwa imani ya kweli itadhihirishwa na maisha matakatifu. Kwa kuwa Mungu ametuokoa, hebu tupange kazi zetu ili ziweze kukubalika kwake. Je, wewe ni tajiri? Hebu utajiri wako utumiwe kuwasaidia maskini. Je, wewe ni maskini? Hebu huduma zako zikubalike mbele ya matajiri. Ikiwa kazi zako zinakubalika mbele yako peke yake, huduma unayojifanya kumfanyia Mungu ni uongo. Watu walisikiliza kana kwamba waliotekewa. Mkate wa uzima ulikuwa ukigawiwa kwa roho zilizokuwa zikifa kwa njaa. Kristo alikuwa akiinuliwa juu kuliko mapapa, wakuu wa madola na wafalme. Luther hakugusia kabisa hatari iliyokuwa ikimkabili. Hakutaka wamfikirie yeye binafsi au kuwafanya wamwonee huruma binafsi. Katika kumtafakari Kristo, alisahau nafsi yake. Alijificha nyuma ya mtu wa Kalvari, akitafuta kumwasilisha Yesu kama mkombozi pekee wa mwenye dhambi. Wakati mwana matengenezo alipokuwa akiendelea na safari yake, kila mahali aliangaliwa kwa shauku kubwa. Umati mkubwa wa watu walimzunguka na sauti za marafiki zilimwonya juu ya kusudi la viongozi wa kanisa la Kirumi. Baadhi wakasema watakuchoma moto na kukuunguza mwili wako uwe majivu, kama walivyomfanya John Huss. Luther alijibu, hata kama wangewasha moto njia nzima kuanzia jiji la Worms hadi la Wittenberg, ndimi za moto ziende juu hadi mbinguni, ningetembea katikati yake katika jina la Bwana. Ningetokea mbele yao, ningeingia katika mataya ya kiboko huyu na kuvunja meno yake, nikimkiri Bwana Yesu Kristo. Habari za kukaribia kwake Worms zilisababisha vurumai. Marafiki zake walitetemeka kwa kuhofia usalama wake. Maadui zake walikuwa na hofu ya mafanikio ya kazi yao. Juhudi kubwa zilifanywa kumshawishi asiingie jijini. Kwa uchochezi wa watetezi wa upapa, aliombwa apumzike katika jengo la rafiki yake mmoja nje ya jiji, ambapo ilitangazwa kuwa matatizo yote yangerekebishwa kwa mapatano. Marafiki zake walijitahidi kuamsha hofu zake kwa kueleza hatari zilizomkabili. Juhudi zao zote zilishindwa. Luther
akiwa bado hajatetereka, alitoa msimamo wake. Hata kama kuna mashetani wengi katika jiji la Worms kama vigae kwenye paa la nyumba, bado nitaingia tu ndani. Alipofika Worms, kundi kubwa la watu lilikuja marangoni kumkaribisha. Mkusanyiko mkubwa kama huo ulikuwa haujawahi kutokea katika kumpokea mfalme mwenyewe. Msisimko ulikuwa wa kiwango cha juu, na kutoka katikati ya mkusanyiko sauti ya juu na ya huzuni iliimba wimbo wa mazishi kama onyo kwa Luther juu ya hatari iliyokuwa ikimsubiri. Mungu atakuwa mlinzi wangu, alisema alipokuwa akishuka kutoka katika gari lake la kokokotwa na farasi. Watetezi wa upapa hawakuamini kuwa Luther angesubutu kutokea jijini Worms, na kufika kwake kuliwafanya waogope sana. Mfalme aliwaita wanabaraza haraka sana kutafakari juu ya hatua inayopaswa kuchukuliwa. Mmoja wa maaskofu mtetezi wa upapa mwenye msimamo mkali akasema, tumejadili sana juu ya suala hili. Tunakuomba wewe mfalme umwangamize mtu huyu mara moja. Je, Sigismund hakuwezesha John Huss achomwe moto? Hatulazimiki kutoa wala kuheshimu cheti cha usalama cha mzushi. Hapana, mfalme alisema, tunapaswa kutunza ahadi yetu. Hivyo iliamriwa kuwa mwanamatengenezo asikilizwe. Jiji lote lilikuwa na shauku ya kumwona mtu huyu wa ajabu, na kundi kubwa la wageni lilijaza nyumba za wageni mara moja. Luther alikuwa amepona kidogo ugonjwa wake wa siku za karibuni. Alikuwa amechoshwa na safari ambayo ilikuwa imechukua majuma mawili kamili. Ilimpasa ajiandae kukutana na matukio makubwa kesho yake. Hivyo alihitaji ukimya na pumziko. Lakini shauku ya kumwona ilikuwa kubwa mno kiasi kwamba alifaulu kupumzika kwa saa chache tu, ambapo malodi, mashujaa, makasisi na raia walikusanyika kwa shauku na kumzunguka. Miongoni mwao walikuwemo waheshimiwa ambao kwa ujasiri walikuwa wamemwomba mfalme asimamie matengenezo ya uovu miongoni mwa viongozi wa kanisa na wale ambao Luther alisema waliokuwa wamewekwa huru na injili yangu. Maadui na marafiki wote kwa pamoja walikuja kumwona huyu mtawa asiye na woga, lakini aliwapokea kwa utulivu usiotetereka, akiwajibu wote kwa heshima na hekima. Muonekano wake ulikuwa wenye uimara na ujasiri. Uso wake mweupe mwembamba ukiwa na viashiria vya kazi ngumu na kuugua, ulivaa muonekano wa ukarimu na furaha. Umakini na udhati wa kina wa maneno yake ulimpa nguvu ambayo hata maadui zake hawakuweza kustahimili. Marafiki na maadui kwa pamoja walijazwa na mshangao. Baadhi walishawishika kuwa mvuto wa kimungu ulikuwa ndani yake. Wengine walisema kama Mafarisayo walivyosema kuhusiana na Kristo, ana pepo. Siku iliyofuata Luther aliitwa kufika mbele ya baraza kuu. Afisa kutoka ikulu ya mfalme aliteuliwa kwenda kumleta na kumwongoza ukumbini. Hata hivyo, alifika mahali pale kwa shida sana. Kila njia ilikuwa imefurika watu wenye shauku ya kumwona huyu mtawa aliyethubutu kupinga mamlaka ya papa. Alipokuwa karibu kuingia mbele ya majaji wake, jenerali mkongwe, shujaa wa vita vingi, aliongea naye kwa upole. Maskini mtawa, maskini mtawa, sasa unakwenda kuweka msimamo ulio bora zaidi kuliko mimi au kapteni mwingine yeyote alivyoweza kufanya katika vita ilivyomwaga damu nyingi zaidi kuliko vita zote. Lakini ikiwa kazi yako ni ya haki na wewe una uhakika nayo, songa mbele katika jina la Mungu na usiogope kitu chochote. Mungu hatakuacha. Hatimaye Martin Luther alisimama mbele ya baraza. Mfalme alikalia kiti cha enzi. Alizungukwa na maofisa wa ngazi za juu kabisa katika ufalme. Ilikuwa haijawahi kutokea mtu yoyote kusimama mbele ya mkutano unaovutia kuliko ule ambapo Luther alitakiwa kutetea imani yake mbele yake. Muonekano huu tu peke yake ulikuwa ishara ya ushindi dhidi ya upapa. Papa alikuwa ameshamhukumu yule mtu, na sasa alikuwa amesimama mbele ya mahakama ambayo kwa tendo hili tu peke yake ilikuwa imejiweka juu ya papa. Papa alikuwa ameshamweka chini ya amri ya kutengwa, na alikuwa amekata mahusiano yake na jamii yote ya watu, na bado alikuwa ameitwa kwa lugha ya heshima na kupokelewa mbele ya mkutano mkubwa kuliko mikutano yote duniani. Papa alikuwa ameshamhukumu kuwa kimya siku zote, na sasa alikuwa karibu kuhutubia. Maelfu ya wasikilizaji makini waliokusanyika pamoja kutoka kona zote za ulimwengu wa Ukristo. Mapinduzi makubwa yalikuwa yametekelezeka kupitia kwa Martin Luther. Roma ilikuwa tayari inashuka kutoka katika kiti chake cha enzi, na ilikuwa sauti ya mtawa iliyomshusha chini. Mbele ya mkutano wa waheshimiwa wenye vyeo vya juu, mwanamatengenezo aliyezaliwa katika umaskini alionekana kunyenyekeshwa na kunyanyasika.
Baadhi ya wakuu walipogundua hisia zake walimwendea, na mmoja wao alimnong'oneza, usiwaogope wao wanaoua mwili, bali muogope yeye anayeweza kuua roho. Mwingine alisema, watakapowapeleka mbele ya watawala na wafalme kwa ajili yangu, mtapewa na Roho wa Baba cha kusema. Hivyo maneno ya Kristo yaliletwa na watu wakuu ulimwenguni kumtia nguvu mtumishi wake katika saa ya kujaribiwa. Luther aliongozwa hadi sehemu iliyoangaliana moja kwa moja na kiti cha enzi cha mfalme. Ukimya mkuu uliushika umati wa watu waliokusanyika. Ndipo ofisa kutoka ikulu ya mfalme alisimama, na akinyosha kidole kuelekea mkusanyiko wa maandishi ya Luther, alimtaka mwanamatengenezo ajibu maswali mawili: ikiwa alikiri kuwa ni maandishi yake, na ikiwa alikuwa tayari kukana maoni aliyoyaweka katika maandishi yale. Majina ya vitabu yaliposomwa, Luther alijibu kuwa kwa swali la kwanza alikiri kuwa vitabu vile ni vyake. Kwa swali la pili alisema kwa kuwa si swali linalohusiana na imani na wokovu wa roho, na kwa kuwa neno la Mungu, hazina kuu na ya thamani kubwa kuliko zote, iwe mbinguni au duniani, linahusika, itakuwa sio busara kujibu haraka bila kutafakari. Kuna uwezekano nikathibitisha kidogo zaidi kuliko uhalisia unavyodai, au nikathibitisha kwa nguvu zaidi kuliko ukweli unavyohitaji, na kwa sababu hiyo nikatenda dhambi dhidi ya kauli hii ya Kristo, atakayenikana mbele za watu nitamkana mbele ya Baba yangu wa mbinguni. Mathayo sura ya 10 fungu la 33. Kwa sababu hiyo ninakusihi, mfalme mkuu, kwa unyenyekevu wote, unipe muda ili niweze kujibu bila kulikosea neno la Mungu. Kwa kutoa ombi hili, Luther alichukua hatua mwafaka. Mwelekeo huu uliwashawishi wajumbe wa mkutano kuwa hakutoa majibu kwa jazba au kukurupuka. Utulivu huo na kujitawala ambako hakukutarajiwa kwa mtu ambaye alikuwa amejionyesha kuwa jasiri na mwenye msimamo usioyumba ulimwongezea nguvu na kumwezesha baadaye kujibu kwa busara, uamuzi, hekima na heshima iliyowashangaza watu wengi na kuwakatisha tamaa maadui zake, na ulikemea ufedhuli na kiburi. Siku iliyofuata alipaswa kutokea ili kujibu na kutoa jibu lake la mwisho. Kwa muda fulani moyo wake ulisinyaa ndani yake alipotafakari juu ya mamlaka zilizoungana dhidi ya ukweli. Imani yake ilitetereka, na kutetemeka vilimjia, na kihoro kilimgubika. Hatari ziliongezeka mbele yake. Maadui zake walionekana kushangilia na nguvu za giza kushinda. Mawingu yalikusanyika na kumzunguka, na yalionekana kama yalimtenga na Mungu. Alitamani kupata uhakikisho kuwa Bwana wa majeshi atakuwa pamoja naye. Akiwa na kilio moyoni, alijitupa chini akalala kifudifudi na kumwaga vilio vya moyo uliopondeka na kuvunjika. Vilio ambavyo hakuna mtu yoyote anayeweza kuvielewa asipokuwa Mungu peke yake. Mungu mwenyezi wa milele, alisihi, ulimwengu huu unatisha kiasi gani? Tazama, umefunua mdomo ili unimeze, na mimi ninatumaini kidogo sana kwako. Ikiwa inanipasa kutumainia nguvu ya huu ulimwengu peke yake, huu ndio mwisho wangu. Saa yangu ya mwisho imefika. Hukumu yangu imeshatangazwa. Mungu, nisaidie dhidi ya hekima ya ulimwengu. Fanya hivyo wewe peke yako, kwa kuwa kazi hii siyo yangu bali ya kwako. Sina lolote la kufanya hapa. Sina la kubishania na hawa wakuu wa ulimwengu, lakini kazi hii ni yako, na kazi ya haki na ya milele. Bwana, nisaidie. Mungu mwaminifu usiyebadilika, sina mtu mwingine ninayemtumainia. Chochote kinachotokana na mwanadamu hakina uhakika. Yote yanayotokana na mwanadamu yanaangushwa. Wewe umenichagua kwa ajili ya kazi hii. Simama kando yangu kwa ajili ya mpendwa wako Yesu Kristo, ambaye ni mlinzi wangu, ngao yangu na ngome yangu imara. Uongozi wa Mungu mwenye hekima uliruhusu Luther agundue hatari iliyokuwa mbele yake, ili asitegemee nguvu zake mwenyewe na asikimbilie kwa kiburi hatarini. Hata hivyo, hofu yake haikuwa kwa ajili ya mateso binafsi. Hofu ya maumivu au kifo kilichoonekana kuwa karibu sana, ambacho kilimtisha. Alikuwa amefikia kilele cha mgogoro, na alihisi kutotosha kukabiliana na kilele hicho. Kwa sababu ya udhaifu wake, kazi ya ukweli ingeshindwa. Alishindana na Mungu sio kwa ajili ya usalama wake, bali kwa ajili ya ushindi wa Injili. Kama ilivyokuwa kwa Israeli katika pambano lile la usiku kando ya kijito cha upweke, ndivyo maumivu na mapambano ya roho yake yalivyokuwa. Kama ilivyokuwa
ilivyokuwa kwa Israeli, alimshinda Mungu. Katika hali yake isiyokuwa na msaada kabisa, imani yake ilimshikilia Kristo. Mkombozi mwenye nguvu aliimarishwa kwa uhakikisho kuwa asingekwenda mbele ya baraza akiwa peke yake. Amani ilirudi moyoni mwake na alifurahi kuwa aliruhusiwa kuliinua neno la Mungu mbele ya watawala wa mataifa. Akili yake ikiwa imetulizwa kwa Mungu, Luther alijiandaa kwa ajili ya mapambano yaliyokuwa mbele yake. Alifikiria juu ya mpangilio wa jibu lake. Alichunguza aya katika maandishi yake na alichota kutoka katika maandiko uthibitisho stahiki kutetea misimamo yake. Ndipo akiwa ameweka mkono wake wa kushoto juu ya kitabu kitakatifu ambacho kilikuwa wazi mbele yake, aliinua mkono wake wa kulia kuelekea mbinguni na aliapa kubaki akiwa mwaminifu kwa Injili na kukiri imani yake kwa uhuru, hata kama ingebidi kuthibitisha ushuhuda wake kwa damu yake. Alipopelekwa tena mbele ya baraza, sura yake haikuwa na kiashiria chochote cha hofu wala aibu. Akiwa mtulivu na mwenye amani, lakini jasiri na muungwana sana, alisimama kama shahidi wa Mungu miongoni mwa wakuu wa dunia. Yule afisa mteule wa mfalme alimwamuru atoe uamuzi wake ikiwa alikusudia kukana mafundisho yake. Luther alijibu kwa sauti tulivu na ya unyenyekevu, bila ukali wala mhemko. Muonekano wake ulikuwa wa heshima na adabu, na bado alionyesha ujasiri na furaha iliyoushangaza mkutano. Mfalme mtulivu sana, waheshimiwa wana wa wafalme, watawala wakuu wenye neema, alisema Martin Luther, nimekuja mbele yenu siku ya leo kwa amri niliyopewa jana, na kwa rehema za Mungu ninakuomba mheshimiwa mfalme na viongozi wakuu mliopo hapa, msikilize kwa neema utetezi wa kazi ambayo nina hakika ni ya haki na ya kweli. Ikiwa kwa kutokujua nitakosea taratibu na itifaki za baraza, ninawasihi sana mnisamehe, kwa kuwa sikulelewa katika ikulu za wafalme bali katika upweke wa nyumba ya watawa. Ndipo akijielekeza kujibu swali, alisema kuwa vitabu vyake havikuwa vya aina moja. Katika baadhi ya vitabu aliandika juu ya imani na matendo mema, na hata maadui zake walisema kuhusu hivyo vitabu kuwa licha ya kutokuwa na madhara yoyote vilikuwa na manufaa sana. Kuvikana vitabu hivi ingekuwa ni kukataa ukweli ambao pande zote zinaukiri. Kundi la pili la vitabu vilikuwa na maandishi yaliyofunua ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka ya upapa. Kuvikana vitabu hivi kungeimarisha ukatili wa Roma na kufungua zaidi milango kwa ajili ya uovu mkubwa zaidi. Katika kundi la tatu la vitabu vyake alishambulia watu binafsi waliotetea maovu yaliyokuwepo. Kuhusiana na vitabu hivi alikiri wazi kuwa alitumia lugha kali kuliko ilivyostahili. Hakudai kuwa hakuwa na makosa kabisa, lakini hata hivi vitabu asingevikana, kwa sababu kufanya hivyo kungewapa nguvu maadui wa ukweli na wangetumia fursa hiyo kuwakandamiza watu wa Mungu kwa ukatili mkubwa zaidi. Hata hivyo mimi ni mwanadamu tu na sio Mungu, aliendelea. Kwa hiyo nitajitetea kama Kristo alivyojitetea. Ikiwa nimesema vibaya, toeni ushahidi dhidi ya ubaya huo. Kwa rehema za Mungu ninakuomba mfalme mtulivu sana, na ninyi waheshimiwa sana, wana wa wafalme na watu wote wa kila ngazi, mthibitishe kutoka katika maandiko ya manabii na mitume kuwa nimekosea, na mara tu nikishawishika kuwa vina makosa nitakana kila kosa, na nitakuwa wa kwanza kushika vitabu vyangu na kuvitupa motoni. Mambo ambayo nimeyasema wazi hivi punde yanaonyesha natumaini kuwa nimepima na kufikiria kwa uangalifu hatari zinazonikabili. Lakini licha ya kutokukatishwa tamaa, ninafurahi kuona kuwa Injili sasa, kama ilivyokuwa nyakati za awali, imekuwa chanzo cha taabu na mpasuko. Hii ni tabia, hii ni hatima ya neno la Mungu. Sikuja kuleta amani duniani bali upanga, alisema Yesu Kristo. Mungu ni wa ajabu na anatisha katika mashauri yake. Angalia isije ikawa kwa kujaribu kuepuka mipasuko ukalitesa neno la Mungu na kujimwagia mafuriko ya kutisha ya hatari zisizokoma za maafa ya sasa na ukiwa wa milele. Ninaweza kunukuu mifano mingi kutoka katika neno la Mungu. Ninaweza kuzungumzia habari za Farao, wafalme wa Babeli na wale wa Israeli ambao kazi zao hazikuwahi kuchangia kwa kiwango kikubwa kwa uharibifu wao wenyewe kuliko wakati walipofuata mashauri ambayo kwa mtazamo wa juu yalionekana kuwa ya busara katika kuimarisha utawala wao. Mungu anaondoa milima na hawalijui hilo. Luther alikuwa ameongea katika lugha ya Kijerumani. Aliombwa arudie
maneno yale yale kwa lugha ya Kilatini. Ingawa alikuwa amechoshwa na juhudi za awali, alitii na alihutubia tena kwa uwazi ule ule na nguvu ile ile kama alivyofanya mara ya kwanza. Uongozi wa Mungu ulielekeza jambo hilo. Akili za viongozi wengi zilikuwa zimepofushwa kwa makosa na ushirikina kiasi kwamba katika hotuba ya kwanza hawakuona nguvu ya hoja za Luther, lakini kurudia kuliwawezesha kuelewa vizuri zaidi hoja zilizotolewa. Wale ambao walifumba macho ili wasione nuru kwa ugumu wa moyo tu na waliazimia kutoshawishiwa na ukweli, walikasirishwa na nguvu ya maneno ya Luther. Alipomaliza kusema, msemaji wa baraza alisema kwa hasira, hukujibu swali uliloulizwa. Unatakiwa kutoa jibu la wazi na fupi. Unakana au hukani? Mwanamatengenezo alijibu, kwa kuwa mfalme mtulivu na waheshimiwa viongozi mnataka kwangu jibu la wazi, sahili na fupi, nitawapa jibu hilo, nalo ni hili: siwezi kusalimisha imani yangu ama kwa papa au kwa mabaraza, kwa sababu ni wazi kama ulivyo mchana kuwa wamekosea mara nyingi na wanapingana wao kwa wao. Isipokuwa hivyo basi nishawishiwe kwa ushuhuda wa maandiko au kwa hoja madhubuti, isipokuwa tu pale nitakaposhawishiwa kwa njia ya aya nilizozinukuu, na isipokuwa tu pale watakapoifanya dhamiri yangu ishikamane na neno la Mungu. Siwezi na sitoweza kukana, kwa kuwa sio salama kwangu kusema jambo lolote dhidi ya dhamiri yangu. Hapa nasimama, siwezi kufanya jambo lolote jingine. Mungu nisaidie. Amina. Hivyo alisimama mtu huyu mwenye haki juu ya msingi wa hakika wa neno la Mungu. Nuru ya mbinguni iliangazia uso wake, ukuu wake na usafi wa tabia yake. Haki na furaha ya moyo wake vilionekana kwa wote aliposhuhudia dhidi ya nguvu ya makosa, na wao walivyoshuhudia nguvu ya imani ishindayo ulimwengu. Mkutano wote kwa muda walibaki kimya, wakiwa wameshikwa na mshangao. Wakati kujibu swali lake la kwanza, Luther aliongea kwa sauti ya chini, katika hali ya heshima na akiwa katika hali kama ya kujisalimisha. Watetezi wa kanisa la Roma walikuwa wametafsiri hali hii kama ushahidi kuwa ujasiri wake ulikuwa unaelekea kwisha. Walichukulia ombi lake la kupewa muda kama utangulizi wa yeye kukana mafundisho yake. Chazi mwenyewe akizingatia, nusu akionyesha dharau, umbo dhaifu la mtawa, nguo zake za kimaskini na usahili wa hotuba yake, alisema, mtawa huyu hata nifanya niwe mzushi. Ujasiri na uimara ambao sasa aliuonesha pamoja na nguvu na uwazi wa hoja zake uliwajaza wajumbe wa baraza kwa mshangao. Mfalme baada ya kuguswa alisema kwa hisia, mtawa huyu anaongea kwa moyo mkuu na ujasiri usio na mashaka. Wengi wa viongozi wa Ujerumani walimwangalia kwa kujivunia huyu mwakilishi wa taifa lao. Wafuasi wa Roma walikuwa wameshindwa. Hoja yao ilionekana kuwa dhaifu na isiyoungwa mkono na wajumbe wengi. Walitafuta kudumisha mamlaka yao, sio kwa kutumia maandiko, bali kwa kujielekeza kutumia hoja ya vitisho. Hoja ya Roma iliyoshindwa, alisema msemaji wa baraza, usipokanusha mfalme na majimbo ya ufalme watajadili hatua ya kuchukua dhidi ya mzushi mkorofi. Rafiki wa Luther aliyefurahi sana aliposikiliza utetezi wake mzuri alitetemeshwa na maneno haya, lakini daktari mwenyewe alisema katika hali ya utulivu, Mungu uwe msaada wangu, kwa kuwa siwezi kukana chochote. Aliambiwa aondoke katika ukumbi wa baraza wakati viongozi wakijadiliana. Ilihisiwa kuwa tatizo kubwa lilikuwa limefika. Kukataa kwa daima kwa Luther kujisalimisha kungeweza kubadili historia ya kanisa kwa zama zijazo. Iliamliwa kumpa nafasi nyingine tena ili akanushe. Kwa mara ya mwisho aliletwa katika mkutano kwa mara nyingine. Swali lililotolewa, ikiwa angekanusha mafundisho yake. Sina jibu jingine la kutoa, alisema, zaidi ya lile nililokwisha kulitoa. Ilikuwa wazi kuwa asingeweza kushawishika ama kwa ahadi au kwa vitisho kujisalimisha kwa mamlaka ya Roma. Viongozi wawakilishi wa upapa walichukizwa kuwa mamlaka yao ambayo iliwafanya wafalme na wakuu watetemeke ingeweza kudhihakiwa na mtawa maskini. Walitamani kumfanya ahisi hasira yao kwa kutesa maisha yake, lakini Martin Luther, akielewa hatari iliyomkabili, alikuwa ameongea nao wote kwa adabu na utulivu. Maneno yake hayakuwa na kiburi, hasira na kumsingizia mtu. Alijisahau mwenyewe binafsi na wakuu waliokuwa wamemzunguka, na alihisi kuwa alikuwa katika uwepo wa yule aliye juu zaidi ya mapapa, maaskofu, wafalme na wafalme wakuu. Kristo alikuwa amezungumza kupitia ushuhuda wa Luther kwa nguvu na utukufu ambao kwa muda fulani uliwavutia marafiki na maadui kwa kichwa na mshangao. Roho wa Mungu alikuwepo katika baraza lile, akigusa mioyo ya viongozi wakuu wa dola. Baadhi ya wana wa wafalme walikiri kwa ujasiri uhalali wa kazi ya Martin Luther. Wengi walishawishiwa na ukweli, lakini kwa baadhi miguso iliyopokelewa haikuwa ya muda mrefu. Kulikuwako na kundi la watu ambao hawakueleza kushawishika kwao, lakini ambao baada ya
kuchunguza maandiko wao wenyewe. Katika wakati uliofuata wakawa waungaji mkono wasio na hofu wa matengenezo. Elector Frederick alikuwa ametarajia kwa hamu kubwa ujio wa Luther mbele ya baraza, na kwa msisimko mkubwa alisikiliza hotuba yake. Kwa furaha na kujisikia vizuri alishuhudia ujasiri, uimara na kujitawala, na aliazimia kusimama imara zaidi kumtetea. Alitofautisha wahusika katika pambano, na aliona kuwa hekima ya mapapa, wafalme na maaskofu ilikuwa imeonyeshwa kuwa sio kitu kwa nguvu ya ukweli. Upapa ulikuwa umepata anguko ambalo lingehisiwa miongoni mwa mataifa yote na katika zama zote. Kati mjumbe wa papa alipopokea madhara yaliyosababishwa na hotuba ya Luther, aliogopa kuliko hapo awali kwa ajili ya usalama wa nguvu ya Kiroma, na alidhamiria kutumia kila njia iliyokuwa katika uwezo wake kufanikisha ushindi wa Roma dhidi ya wanamatengenezo. Kwa kutumia ufasaha na stadi za kidiplomasia, vitu ambavyo alikuwa akivimudu kwa kiwango cha juu, aliwasilisha kwa mfalme kijana upumbavu na hatari ya kuvunja urafiki na kupoteza msaada wa kiongozi wa Roma mwenye nguvu nyingi kwa sababu ya mafundisho ya mtawa asiye na maana. Maneno yake hayakupita bila madhara. Siku iliyofuata baada ya jibu la Luther, Charles aliagiza ujumbe upelekwe kwa baraza kuu la kitaifa, akitangaza azimio lake la kutekeleza sera ya watangulizi wake ya kusimamia na kulinda dini ya Kikatoliki. Kwa kuwa Luther alikuwa amekataa kukana makosa yake, hatua kali zinapaswa zichukuliwe dhidi yake na uzushi aliyoufundisha. Mtawa mmoja aliyepotoshwa na upumbavu wake mwenyewe ameinuka dhidi ya imani ya Kikristo. Ili kudhibiti kufuru hii, nitatoa kafara falme zangu, hazina zangu, rafiki zangu, mwili wangu, damu yangu, roho yangu na maisha yangu. Nitamfukuza Agustino Luther na kumpiga marufuku asisababishe vurugu hata kidogo miongoni mwa watu. Halafu nitawashughulikia yeye mwenyewe na wafuasi wake kama wazushi wakaidi, kwa kuwatenga na kanisa, kwa kuwatenga na watu, na kwa kila njia inayoweza kuangamiza. Ninatoa wito kwa nchi wanachama kuishi kama Wakristo waaminifu. Hata hivyo, mfalme alitangaza kuwa cheti cha uhakikisho wa usalama wa Luther kilipaswa kiheshimiwe, kwa kuwa kabla ya hatua yoyote ile kuchukuliwa dhidi yake, alipaswa kuruhusiwa kufika nyumbani kwake salama. Maoni mawili yanayopingana sasa yalitolewa na kusisitizwa na wajumbe wa baraza. Wajumbe na wawakilishi wa papa walidai tena kuwa cheti cha uhakikisho wa usalama wa mwanamatengenezo ilipaswa kipuuzwe. Mto Rhine, walisema, inapasa upokee majivu yake kama ulivyopokea majivu ya John Huss karne moja iliyopita. Lakini viongozi wakuu wa ufalme wa Ujerumani, ingawa wao wenyewe walikuwa wafuasi wa papa na maadui wakuu wa Luther, walipinga ukiukwaji wa hadharani wa uaminifu wao kwa umma kama doa kwa heshima ya taifa. Walitolea mfano wa majanga yaliyofuata baada ya kifo cha Huss, na walisema kuwa wasingethubutu kusababisha kurudiwa kwa majanga yale ya kutisha yaangukie tena juu ya nchi ya Ujerumani na juu ya kichwa cha mfalme wao kijana. Charles mwenyewe akijibu hilo pendekezo baya alisema, ingawa heshima na imani vinapaswa kupigwa marufuku kutoka ulimwenguni mote, vinapaswa kuhifadhiwa katika mioyo ya viongozi wakuu. Aliendelea kusihiwa zaidi na maadui wakuu, wafuasi wa upapa, kumshughulikia mwanamatengenezo kama Sigismund alivyomshughulikia John Huss, kumwachia kanisa limshughulikie, lakini akikumbuka mandhari wakati John Huss katika mkutano wa hadhara alipoonesha minyororo yake na kumkumbusha mfalme juu ya imani yake iliyopotoka. Charles wa tano alisema, nisingependa kufanya kama Sigismund alivyofanya. Hata hivyo, Charles aliamua kwa makusudi kukataa ukweli uliowasilishwa na Martin Luther. Nimedhamiria kwa nguvu zangu zote kuwaiga wazee wangu, aliandika mfalme. Aliamua kuwa asingeondoa mguu wake katika njia ya mila na desturi ili atembee katika njia za ukweli na haki. Kwa kuwa baba zake walifanya, angeunga mkono upapa, ikiwa ni pamoja na ukatili na ufisadi wake wote. Hivyo aliweka msimamo wake, akikataa kila nuru iliyo tofauti na ile baba zake walioipokea, au kufanya wajibu wote ambao hawakufanya. Kuna wengi leo wanaong'ang'ania mila na desturi za baba zao. Wakati Bwana anapowatumia nuru ya nyongeza, wanakataa kuipokea kwa kuwa haikutolewa kwa baba zao, isingepokelewa na wao. Hatuwekwi katika nafasi ambazo baba zetu walikuwa. Matokeo yake, wajibu na majukumu yetu sio sawa na yao. Hatutakubaliwa na Mungu kwa kuangalia mfano wa baba zetu kuamua wajibu wetu, badala ya kuchunguza neno la ukweli sisi wenyewe. Wajibu wetu ni mkubwa zaidi kuliko ule wa wazee wetu. Tunawajibika kwa nuru walioipokea na ambayo ililetwa kwetu kama urithi wetu, na tunawajibika pia kwa nuru ya nyongeza ambayo sasa inang'aa juu yetu kutoka katika neno la Mungu.
Alisema Kristo kuhusu Wayahudi wasioamini, kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana uzuru kwa dhambi yao. Yohana sura ya 15 fungu la 22. Nguvu ya Mungu ile ile ilikuwa imesema kupitia kwa Martin Luther na kuongea na wakuu wa Ujerumani, na kama nuru ilivyomulika kutoka katika neno la Mungu, Roho wake aliwasihi kwa mara ya mwisho watu wengi katika mkutano ule, kama vile Pilato karne nyingi zilizopita alivyoruhusu kiburi na kutaka kupendwa na watu vifunge moyo wake dhidi ya mkombozi wa ulimwengu, kama vile Festo alivyomwaga mjumbe wa kweli. Sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita, kama vile Agripa mwenye kiburi alivyokiri kwa maneno machache nadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo. Matendo sura ya 24 fungu la 25, Matendo sura ya 26 fungu la 28. Lakini aligeuka na kuukataa ujumbe uliotumwa na mbingu. Ndivyo Chazi wa 5 akijisalimisha kwa shinikizo la kiburi na sera za ulimwengu, aliamua kuikataa nuru ya ukweli. Minong'ono na mipango dhidi ya ruhusa ilienea kila mahali, ikasababisha taharuki kubwa katika jiji lote. Mwanamatengenezo alikuwa na marafiki wengi ambao wakijua ukatili na hila ya Roma kwa wote waliojaribu kufichua ufisadi wake, waliazimia kuwa watatolewa kafara. Mamia ya watu wenye vyeo vya juu waliahidi kumlinda, sio watu wachache walioupinga ujumbe wa mfalme na kujisalimisha